sababu ya uzuri wake na kwa sababu ya matendo yake makuu. Hakuna mwingine awezaye kulinganishwa na yeye. Ni yeye mwenye uwezo na ni yeye mwenye mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Jambo moja ambalo kabla tuingie katika fundisho la asubuhi ya leo, kuna jambo ambalo nilikuwa nalizungumza Jumapili iliyopita, na ni jambo ambalo lilitendeka wakati Yesu alikuwa katika dunia hii. Wakati Yesu alikuwa hapa, hili jambo lilitendeka kwake. Na wakati lilitendeka kwake, yeye hakukuwa na shaka, ila alijua nini kinachopaswa kufanya na nini ambacho kinahitajika. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi sana. Na licha alipokuwa na wanafunzi wengi, ilifika kipindi wale ambao walikuwa wanafunzi wake, kuna jambo ambalo aliloliongea. Na wakati aliongea hili neno, liliwafanya warudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Kwa hivyo asubuhi ya leo namshukuru Mungu kwa kutupa neema hii, ili kwamba pia nasi tukaweze kulijua. Wakati mwingine miujiza, wakati inatendeka ama wakati ishara zinafanyika, watu wanafurahia na umati huwa unakufuata sana. So Yesu baada ya kuwalisha mikate, baada ya kufufua wafu, baada ya kuponya wagonjwa, baada ya kuponya wale ambao walikuwa wamepoza, kuwaweka huru wale waliokuwa chini ya mateka, kuna kipindi kilifika cha yeye kuweza kuwaambia ukweli. Kuna kipindi kilifika ya Yesu kuambia kinaganaka ni nini kinachostahili wao kukifuata, ni nini kinachostahili wao kukiandama. Kiposa anasema katika Mathayo 16:4, enyi kisasi kiofu, mnachotafuta ishara na miujiza, lakini hakutaiona. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa bado hajaweza kuwapatia ukweli wa mambo ni nini. Lakini katika Yohana 6:6 kuna kitu ambacho anaongea. John chapter 6 and verses 6-6. Wakati Yesu anafika kwenye nafasi ya kuzungumza haya mambo, alikuwa amekaa na wao na akaona watu hawa nikiendelea hivi hawataweza kusaidika wala hawataweza kujua. Hawatasaidika na hawataweza kujua. Na kuna mwishowe, kuna uwezekano wasifike mahali ambapo panahitajika. Maana miujiza haitakufikisha mbinguni. Miujiza tu haitakufikisha mahali ambapo unahitajika. Lakini miujiza utakutoa mahali tu penye uko, kukuweka mahali, kukuelekeza mahali ambapo itakana uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya hayo, wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma. Kwa ajili ya hayo, kwa ajili ya mambo gani? Kwa ajili ya hayo, wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarudi nyuma, wasiandamani na yeye tena. So kuna kitu ambacho aliongea, ndiposa jamaa hawa warudi nyuma, waseme hakutenda na wewe.
Maana kile ambacho umeanza kuzungumza sio kile ambacho tulikuwa tunakujia, sio kile ambacho tulikuwa tunataka. Sisi tulikuwa tunataka miujiza, tulikuwa tunataka uponyaji, tulikuwa tunataka tuone vitu, tunataka tuone ishara. Sasa ni haya yepi ambaye ilifanya warudi nyuma? Turudi katika Yohana 6:41. Yohana 46, Yohana 6:41. Basi Wayahudi wakanung'unika kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Baada ya Yesu kuambia ya kwamba yeye ni chakula cha uzima ambacho kimeshuka kutoka mbinguni, watu hao wakaanza kunung'unika, wakaingiwa na hofu. Walikuwa wanafunzi wengi sana. Licha walipokuwa wanafunzi wengi walimfuata kwa sababu ya mikate, wengi walimfuata kwa sababu ya miujiza. Lakini kipindi cha ukweli kilipofika, wengi walirudi nyuma. Wengi walisema, hapana, utakuwaje wewe ndio chakula kilichotoka mbinguni? Itakuwa namna gani? Yaani kwa njia nyingine walianza kuulizana maswali. Je, wewe ni yule ambaye Musa aliwapea watu jangwani? Walianza kujiuliza. Je, wewe ni yale maji ambayo watu walikunywa jangwani? Walianza kuulizana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawakujua ya kwamba ni yeye ambaye alikuwa mkate, yeye ndiye aliyekuwa mana ambayo walikula kule jangwani, yeye alikuwa ni maji ambayo walikunywa pale jangwani. Lakini hawakukuwa na ufunuo. Let me tell you this. Musa aliwapatia watu sheria na pia akawapatia watu neema. Lakini watu hawakupenda neema, basi wakachukua sheria. Lakini hayo sio ndiyo yaliyokuwa makusudi ya Mungu. Hayo hayakuwa makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu ilikuwa ni kwamba wao wachukue neema, maana hawangeweza kutimiza sheria zote, hawangeweza kuzitimiza. Hadi anasema kwamba kwa sababu ya sheria wote wametenda dhambi na kupungukiwa. Kwa sababu kulingana na sheria hakuna mtu anaweza akaweka sheria zote pasipo kuvunja moja. Lazima utavunja moja, lazima kuna mahali utakosea. Lakini neema ambayo ilikuja, asiwahi Musa anamwambia ya kwamba mbele yenu nimeweka uzima na mauti, mbele yenu nimeweka baraka na laana, chakuleni. So uzima ni Yesu, baraka ni Yesu. So aliwapatia neema, akawapatia sheria. Neema ilikuweko tangia mwanzo, lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya wanadamu, wao walipenda kuchukua sheria. Ashukuriwe Yesu. Alipowaambia haya mambo, waliweza kunung'unika. Walinung'unika kwa sababu gani? Wakasema, je, huyu si mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa atuambia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vile ambavyo watu wanakujua, kuna vile ambavyo watu wanakuelewa, lakini wakati Mungu anaingia ndani mwako akabadilisha
akabadilisha mawazo yako, akabadilisha mtazamo wako. Wakati Mungu anaingia, anaondoa lile pasia ambalo limefunga macho yetu, anaondoa lile pasia ambalo linatuzuia tusiweze kuona vizuri. Kuna uwezekano unaona lakini hauoni vyema, kuna uwezekano unasikia lakini hausikii vyema, lakini inafika kipindi ya kwamba ni Mungu peke yake wakati anaingia ndani mwako anakufanya usione kama vile wengine wanavyoona. Maana watu wengine wanaona watu kama miti, lakini wakati Mungu anakusa macho yako, akikusa macho yako, wakati unamjua yeye sana, wakati unamwelewa yeye sana, unaanza kutenda. Kwa sababu gani? Kuna Roho Mtakatifu ndani mwako. Roho Mtakatifu anakuambia inawezekana. Roho Mtakatifu anakuambia wewe ni kile si mkia. Kuna mambo yanakuwa haiendelei. Hatutembei kwa sababu ya ishara, hatutembei kwa sababu ya kuona, tunatembea kwa sababu tunaishi kwa sababu ya kuamini. Inawezekana ndani ya Yesu Kristo, inawezekana ndani ya Jehova. Wakanung'unika ndani ya mioyo zao. Huu ni utangulizi tu, si kitu ambacho tunazungumza. Hakuna awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii 45. Haya mambo ambayo anayazungumza kwa sababu mambo haya yalikuwa yameandikwa na manabii, yaliandikwa. So hayaneni kwa sababu anayanena tu. Hallelujah. Anayazungumza na ujasiri, maana anawaambia imeandikwa katika manabii na wote watakuwa. Glory to Jesus. Na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Unless Mungu akufundishi, unless Mungu akufungue macho, ni vigumu kuweza kupata ufunuo wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vigumu kuweza kupata ufunuo pasipo Mungu kukufundisha, pasipo wewe kusoma vizuri kile ambacho kiliandikwa na manabii, kiliandikwa kuhusu nani, kiliandikwa kumhusu yeye. Si eti kwamba kinaanza saa hii, hapana. Kilianza kabla ya misingi ya dunia, kabla ni mwanadamu akuje. Mungu alikuwa ashakamilisha kila kitu ambacho kinahitajika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So hapa ndipo kuna tatizo ambalo lilitokea. Mstari wa 48. Mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Bwana Yesu asifiwe. So anawaambia ya kwamba yeye ni chakula cha uzima. Waliokula mana jangwani, waliokula mikate jangwani walikufa. Lakini anasema yeye ni mkate wa uzima. Wakati yeye ako ndani yako, wakati umempata Yesu, umevushwa kutoka kwa mauti, umeingizwa kwa uzima, umevushwa kutoka kwa laana, umeingizwa kwa baraka, umevushwa kutoka nyuma, unapeleka mbele, maana wewe ni kichwa si mkia. Anawaambia baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Lakini ukimpata Yesu, umepata uzima. Unapompata Yesu, unampata uzima ambao ni uzima wa milele. Wakati Yesu anaingia ndani mwako, yeye anakufanya unakuwa na
la uzima, anaondoa mauti. Maana kilichozaliwa na Roho kiko na nguvu ya kushinda mauti, kiko na nguvu ya kushinda ulimwengu, kiko na nguvu ya kushinda laana. Je, hatushindi kwa nguvu zetu, lakini kwa nguvu zilizomfufua kutoka katika wafu. Hizo ndio nguvu ambazo zikiingia ndani mwetu zinatupatia uwezo wa kushinda majaribu katika jina la Yesu. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachokitoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa hapa ndipo matata ilianguka. Tunapohama kwa miujiza tukaingia kwa neno, tunapohama kwa sarakasi tukaingia kwa neno, tunapohama kwa sababu ya ishara tukaingia kwa neno, hapa ndipo utata umesimama. Maana wengi wanaenda kwa sababu ya kuona, hawaendi kwa sababu ya kuamini. Wanataka waone, lakini Yesu anawaambia ni nini chakula? Sema hapana, hii haiwezekani. Mimi ni sababu ambayo yeye alishuka kutoka mbinguni. Mimi ni sababu ambayo yeye alishuka kutoka mbinguni. Hichi ndio kichwa cha ujumbe wa siku ya leo. I am the reason why Christ came. I am the reason why Christ came. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni sababu ambayo Baba aliruhusu mwanawe, ama Baba alishuka kwa mfano wa mwanadamu akakuja kwa ajili ya kuniokoa. Ni wewe ni sababu ambayo Mungu aliacha kiti chake cha enzi. Wewe ni sababu ambayo Mungu alishinyekesha kwa mfano wa mwanakondoo anayepelekwa kichinjioni, akanyenyekea. Licha alikuwa na utaua, licha alikuwa na nguvu za kiungu, hakuna ambaye angeweza kumkuza, lakini alijinyenyekesha, akachukua mateso yetu, akachukua laana zetu, akachukua kushindwa kwetu, akachukua mateso yetu, akachiwekelea, ili ya kwamba leo wewe uwe na baraka katika jina la Yesu Kristo. He was wounded for my sake. He was pierced for my iniquities, that today I may walk a free man. Remember, it was because of our sins, it was because of our iniquities that Christ was wounded, that Christ was pierced, that Christ was mocked. It is because of our iniquities. Glory to Jesus. But because today our sins are forgiven, today we are walking a free man, a free women, because of the price that He paid for us. He paid the price for our sake. We could not have done it. Hatungeweza kuifanya. So mimi ni sababu yeye kuja aniokoe kutoka dhambini, aniokoe kutoka kwenye laana, aniokoe kutoka katika mauti. Akalipa gharama katika jina la Yesu. Mimi ni sababu ya yeye kukuja. I am the reason. Kama haingekuwa dhambi zangu, Mungu hangeshuka duniani. Kama haingekuwa makosa yangu, Baba angebaki kule mbinguni. Lakini kwa sababu ya dhambi zangu akaona nenda kuangamia, kwa sababu hangependa tuangamie, kwa sababu hangependa tukapotee, hangependa wapendwa tusumbuke. Ilibidi ashuke ili ya kwamba turejeshe tena. Glory to Jesus.
We are reading in the book of Luke chapter 15. Luke 15. There are many verses in Matthew, in John, in Mark, but today I chose to go with Luke 15. Kwa nini tuende na haya? Kwambia kwamba Yesu alikuja kwa wabaya. Yesu alikuja kwa watu wabaya. Tunapokuwa tunaangalia Luka 15, nataka nikupeleke hiyo Luka tu tena 19, tuanzie hapo 10. Tuanzie Luka 19:10. Tuanzie hapo na itakuwa ni vizuri. Jesus, we love you. We thank you. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kukitafuta na kukiokoa kile kilichopotea. Ndiposa tunaposema kwamba sisi ni sababu ya yeye kuja duniani, hatukosei, ni uhakika. Na ni jambo ambalo la kuaminika, ni jambo ambalo linastahili, ni jambo ambalo la kukubalika, ya kwamba Kristo alikuja ili kutafuta kile kilichokuwa kimepotea na kukiokoa. Nani aliyekuwa amepotea? Ni mimi na wewe tuliokuwa tumepotea. Ni mimi na wewe ambao tulikuwa tunazama. Ni mimi na wewe ambao tulikuwa tumeharibikiwa. Ni mimi na wewe ambao tulikuwa hatuna mavazi. Lakini kwa sababu ya huruma zake, wokovu si wa kununuliwa. Wokovu ni zawadi ambayo tunapewa bure. Baada ya kuamini, wapendwa, kile unahitaji kufanya ni kuamini katika moyo wako ya kwamba si stahili mimi, ya kwamba sifai mimi, ya kwamba mimi ni mnyonge. Kwa hivyo nahitaji msaada, na msaada ambao unahitaji si msaada wa wanadamu, si msaada wa kitu kingine, ila damu ya Yesu Kristo ndiyo ambayo inasafisha. Damu ya Yesu Kristo ndiyo ambayo inaosha. Damu ya Yesu Kristo ndiyo ambayo inasafisha. Anasema ya kwamba kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Sisi ni sababu ya Kristo kuacha kiti chake cha enzi. Mimi na wewe ndio sababu ya Kristo kuacha vitu vya heshima mbinguni, ili ya kwamba akuje duniani. I am the reason for him coming here on earth. He could not have come if we could have obeyed the law, and if we could have walked according to his purpose. Hangeliweza kukuja. Lakini kwa sababu tulipungukiwa, we became less. Tulikuwa less, tulipungukiwa. Now, Timothy, we are coming as a place we are moving. Najua kwamba mnanifuata vizuri. Tunaingia Timotheo wa kwanza, but we are coming to the book of Luke. Timothy chapter 1 and verses 15. Timothy chapter 1 and verses 15. There's something that Paul is talking about. He is the first. He confessed and he admits that Christ came for him. Christ came for him. Kama unaamini kwamba Yesu alikuja kwa ajili yako, unaweza sema amina. Say just amen. In the name of Jesus. We are reading in the book. At your own free time,
at your own free time. You can just start reading from verse 1. 1 Timothy chapter 1 verse 1. But we are going to read only verse 15 as we go back the book of Luke 15. We are just laying a foundation that we may understand why Christ came. He came for our sin. He came because we had gone astray. Now listen to this, what Paul says. Paul says this. Ni neno la kuaminiwa. Tena la stahili kukubalika kabisa. So Paul is admitting, Paulo anakubaliana na anasema neno hili ni neno ambalo la kuaminiwa na ni neno ambalo linalostahili na limekubalika kabisa. Wakati mwingine kuna yale ambayo yanakubalika shingo upande, mengine yanakubalika hafifu, lakini hili ambalo tunaliongea ni neno ambalo limekubalika na linakuaminika, limekubalika 100%. Sikia vile anavyosema ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. So malengo ya Yesu Kristo kukuja, number 1, ili aokoe wenye dhambi. So anasema hili neno ni la kuaminika na hili neno linastahili na limekubalika kabisa. Kwa nini ni la kuaminika? Hatungeweza kujiokoa wenyewe. Kwa nini linastahili? Linastahili kwa sababu ilitupitika ya kwamba damu aliyomwagwa msalabani, kwa mapigo yake sisi tumepata rehema, kwa mapigo yake sisi tumepata uponyaji, kwa mapigo yake sisi tumepata kufufuliwa kwenye mauti ya mwili. The separation that was there, Christ filled the cup. Ule tangamano uliokuwa, Kristo alikuja akauondoa kwa sababu ya damu yake. So sikia vile ambavyo wanasema aokoe wenye dhambi. So Kristo alikuja kuokoa wale ambao ni wenye dhambi. Ambao wa kwanza, Paulo anasema kitu hapa. Wa kwanza wa kuokolewa, Paulo anaona ni yeye wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anajichukua na kwamba ni yeye wa kwanza ambaye alikuwa amepotea. Yeye alikuwa hastahili. Yeye alikuwa hafai. Yeye ni wa kwanza. Hallelujah. Glory to Jesus. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu ni tamu. Wa kwanza wa kuokolewa ni yeye. Kwa nini aokolewe? Hebu teremka chini. Same verse. Teremka chini. Ulimwenguni uokolewe, aokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi, lakini kwa ajili hii nilipata rehema. Ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote na niwe kielelezo kwa wale watakaoamini baadaye. Niwe kielelezo. Mstari wa 13. Ndiposa Paulo asungumuze haya mambo. Look at chapter verse 13. Just same verse.
same verse of 1 Timothy 1:13. Ingawa hapo awali nalikuwa mtukanaji. Now, pale mwanzo tulikuwa watu ambao hatufai. Na Paulo anakubali, anasema pale mwanzo yeye alikuwa mtukanaji, alikuwa msaliti, alikuwa muuaji. Paulo alitukana mwili wa Yesu Kristo, akiwaangamiza watu ambao walikuwa wanaomba, akiwatesa wale ambao walikuwa wanaeneza Injili, waliokuwa wanatangaza ukombozi. Paulo alikuwa wa kwanza wa kuwatusi. Aliwatusi kwa njia gani? Alipokea barua, akatembea vijijini na vitongojini, akiwaangamiza wote. So yeye anasema ingawa hapo awali alikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye uchawi, lakini nilipata rehema kwa kuwa nilifanya hivyo kwa sababu ya ujinga. Kwa kutokufanya nini? Kwa kutokuwa na amani. Wakati tunakosa kuwa na kumjua Mungu, tunafanyika wajinga. Wakati tunakosa kuwa na imani katika yeye, tunafanyika kuwa watu ambao hawastahili. Na ndiposa Timotheo wa kwanza, Titus 3. Sometimes Titus and Timothy, they normally confuses me. But goodness is just, I know the verse. Tito anasema hivi, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili. Now, we go back. Tukikosa akili tunatenda dhambi. Tukikosa akili tunatembea kwenye kiza. Tukikosa akili tunatembea kwenye chuki. Tukikosa akili tunatembea pasipo mwangaza. Lakini Kristo ambaye ni akili, kwa hivyo yeye akiingia kwenye mioyo zetu tunapokea akili. Kwa hivyo Yesu ndio anatupatia ufahamu. Glory to Jesus. Ni Yesu ndiye ambaye anatupea ufahamu. Paulo pale awali, pale mwanzo, andiko la Mungu linasema kwamba alikuwa mtukanaji. Paulo pale mwanzo alikuwa mtukanaji. Alikuwa anatenda mambo ya kuudhi. Alikuwa anatenda mambo yasiyofaa. Kwa sababu gani? Anasema pale mwanzo, huyu ni mmoja ambaye ameandika Titus na ndiye ambaye ameandika Timothy. Bwana Yesu asifiwe. So he's trying to put things open. Anaweka maneno kinaganaga, anaweka maneno waziwazi. Sema hivi. Hallelujah. Glory. Lakini nilipata rehema kwa kuwa nilifanya hivyo kwa ujinga. Basi na kutokuwa na imani. Na Bwana, neema Bwana wewe ni neno la kuaminika. Glory to Jesus. Let's go to back in the book of Luke chapter 15. Now, this is where we are going to learn. This is where we are going to start. This is where we are going to put our pace. Why Christ came for me. Why I am the reason of Christ coming here on earth. Why is it I am the reason? I was a sinner. Curse was all over me. Challenges was all over me. But because of the day that he died, he paid the price for me, that I may be free. Once I repent and confess, he's a good man. He is a good father. No matter our sins, we deserve salvation.
the mercy of God. Let no one drive us away because of what we did yesterday, because of what we passed through. But one thing we are assured, before we were born, He knew us. He sanctified us. He set us apart. Are we living according to the will and the purpose of God? Or we have deviated away? But today, God has chosen that we may learn and we may listen from Him in the name of Jesus. Luke 15 and verses 1, as we go downwards. It's not a must that we finish today. It's not a must. But we need to understand we are the reason why Christ came here on earth. Glory to Jesus. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Bwana Yesu asifiwe. So watoza ushuru ni watu ambao walikuwa ni wanyang'anyi, watu ambao walikuwa ni walaghai. Na mtu ambaye ni mlaghai, mtu ambaye ni mnyang'anyi, mtu huyo kuna uwezekano Mungu hayuko ndani yake. Haleluya. Mtu ambaye ni mnyang'anyi, mtu ambaye ni mlaghai, hata kama kuna uwezekano anataja, lakini kuna uwezekano Mungu hayuko ndani yake. So Yesu alipokuja, watoza ushuru na wenye dhambi, watu ambao waliaminika hawawezi wakaokoka, hawawezi wakafikiria neema, hawawezi fikiria patakatifu, ilikuwa inajulikana. Watu hawa, andiko nasema, kipindi ikafika, licha ya wengine walipokuwa wanatoka wanaenda mbali na Yesu, baada ya kuambia kwamba yeye ndiye mkate wa uzima na lazima wale mwili wake ndiposa wafikie ufalme wa mbinguni, wengine wakaanza kurudi nyuma. Tunaona Mafarisayo, tunaona watoza ushuru na tax collectors kama Mr. Lucas, Matthews. Wanaweza sifiwe. Leo wokovu uko nyumbani mwako. Leo wokovu uko malangoni mwako. Leo wokovu uko malangoni mwetu. Je, tunaamini ama hatuamini? Tunamtegemea ama hamtumtegemei? Katika maisha tunaishi, chochote kinaweza kikafanyika. Anything can happen in our lives, whether good or whether bad. But when it happens, what is it that we're supposed to do? Let me say this. There was a man who was not a fornicator, was not a drunkard, but this guy did not confess Christ. But there was a man, also the second person, mtu huyo aliamini katika Kristo, lakini alikuwa anapungukiwa kila mara. Alikuwa anajipata kwenye dhambi. Akijipata kwenye dhambi, kanisani Jumapili anafika, anakubaliana na neno, anasema nimekosa, nimepungukiwa, sistahili, sifai. Alikuwa anapungukiwa, lakini alikuwa amekiri Kristo. Na huyu mwingine haingii kanisani, huyu mwingine haamini katika Mungu, lakini hatendi maovu. Je, watu hawa wawili wote Kristo akikuja, nani atafika mbinguni? Hili ni swali ambalo tunahitaji kujiuliza. Wakati Yesu atakuja, ni nani atakaye wana ufalme wa mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu ambao ni watakatifu sana. Kuna watu ambao wanaona kwamba wametosheleka. Wao wanakaa kuhukumu wengine. Wao wanakaa kunyosha vidole kwa wengine, wakisema sitendi
hili, wakisema sifanyi hili, lakini kwa nyoyo zao hawajakiri. Wapendwa, wakati parapanda inaweza ikalia, watakuwa wanapikwa na butwaa, maana hawajajitambulisha na wala hawakukiri. Lakini wale waliokiri, na kwa sababu walitembea na matatizo yuko kwa sababu ya watakatifu, lakini Bwana huwaokoa nayo yote, watauona ufalme wa mbinguni. Watauona ufalme wa mbinguni. Watauona ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu. So watoza ushuru wakamkaribia, watenda dhambi wakamkaribia. Tumesoma katika Luka 19:10 ya kwamba na Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Watoza ushuru ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepotea. Watenda dhambi ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wameenda kando na sheria na maagizo ya Mungu. Lakini baada ya Yesu kukuja, watu hawa wanarejea tena katika njia. Wacha neema hii tuangukie, wapendwa. Turejee katika upendo wa Bwana. Licha changamoto zipo, licha matatizo yapo, lakini ametuhakikishia ya kwamba yeye hatatuacha yatima, hatatuacha ukiwa, atakuwa na sisi hadi mwisho wa dahari. Kwa nini atakuwa na sisi? Anajua matatizo haitakosa, anajua changamoto hazitakosa. Mstari wa 2, Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Sikia sasa, wale watu ambao wanapenda kunyosha vidole, watu wale ambao wanapenda kuangalia makosa ya wengine na hawataki kuangalia makosa yao, wanapenda kutoa kipanzi kwenye macho ya wengine, lakini hao wako na kipanzi kwenye macho yao. Wanaanza kukosoa kazi ya Masia ya kwamba tazama, anakula na wanyang'anyi, anakula na wauaji. Lakini malengo, je, tunaelewa malengo ya yeye kukuja? Lengo la yeye kukuja tumelipata katika Luka 19 mstari wa 10, ya kwamba na Mwana wa Adamu alikuja kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea, ili ya kwamba akiokoe. Miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepotea ni mimi na wewe. Miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepotea ni wale walevi. Miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepotea ni wale makahaba. Miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepotea ni wale watoza ushuru, ni wale wanyang'anyi, wauaji. Kwa hivyo Yesu alikuja kwa wao wote wabaya, ili ya kwamba awasafishe wakapate neema ya utakaso katika jina la Yesu. Mstari wa 3, yani kuna watu ambao hawapendi waone, wanapenda kuangalia makosa ya wengine na wananyosha vidole. Wameanza kusaidia shetani kukamilisha kazi yake. Kuna watu ambao wanasaidia shetani kukamilisha kazi yake, maana watakuvunja tu moyo, watakunyoshia tu vidole, watafanya usisonge mbele. Lakini ningependa tuelewe, haijalishi wingi wa dhambi yetu, haijalishi uchache wa dhambi yetu, na kukaa kanisani miaka mingi haimaanishi wewe sasa umekutana na Mungu uko salama. Kuna kupungukiwa, kuna kuhitaji tena kutubu. Kwa hivyo mwenye dhambi mmoja akitubu, kuna shangwe na vigelegele. Mwenye dhambi mmoja anaporejea, mwenye dhambi mmoja anapokeuka, wapendwa, kuna vicho na nderemo kuliko yale 99.
Mchungaji akiwa anachunga kondoo, ako na kondoo 100, kondoo mmoja anapotea. Haya ni mambo ambayo Yesu anazungumza. Maana Mafarisayo waliangalia sheria sana, na waandishi waliangalia sheria sana. So hawa ndio ambao walikuwa kanisani wamekaa, wametulia, wanajua mbinguni wamefika, wanajua uhusiano wao na Mungu uko salama. Lakini Yesu anasema watu hawa hawataki kubadilika, watu hawa hawataki kutubu, watu hawa hawataki kuachana na njia zao mbaya. Kuna dhambi za siri wanafanya, kuna makosa ya siri wanafanya, lakini kwa sababu yao yaionekani, wananyosha vidole kwa yule ambaye dhambi zake zimeonekana. Tukipuza tunampata yule mwanamke aliyepatikana kwenye ukahaba, wanamshika, wanamleta mbele ya Yesu. Na hata hawa wao walikuwa wamefanya ukahaba pengine na huyu mwanamke. Wifu ikawaingia, itakuache ameenda na mwingine, itakuache amefanya na mwingine. Maana wanaume wako na chuki ya ajabu. Yeye anaweza akafanya, lakini hataki mwingine afanye. Akipatikana, yeye ndio wa kwanza kumlahumu, yeye ndio wa kwanza kumshtaki, yeye ndio wa kwanza kumwekea jiwe kubwa. Angamia. So ataangamia, lakini wewe utaendelea na dhambi zako, na huyo ameangamia. Yesu akasema hapana. Yesu akasema hapana. Nilikuja kwa watu sambuli kama huyu mwanamke kahaba. Nilikuja kwa watu sambuli kama huyu mwanaume mwizi. Nilikuja kwa watu sambuli kama watu wanaume waongo kama hawa. Nilikuja kwa ajili yao, niwaokoe, niwarejeshe katika upendo wa Bwana. Pokea neema mchana wa leo ya kuona upendo wa Mungu juu yako tena. Pokea neema ya msalaba mpendwa. Pokea neema ya wokovu tena, ya kwamba mwenye haki, mwenye dhambi mmoja anapotubu makosa yake, anapojirudia akachikubalia, akajua ya kwamba mwana wa Adamu alikuja kumtafuta yeye, alikuja kumwangalia yeye, na akatubu wapendwa, akaacha njia zake mbaya. Yeye anaokolewa, yeye anatakasika, anapokea neema nyingine katika jina la Yesu. Pokea neema ya ushindi. Pokea nguvu ya kushinda ulimwengu. Pokea nguvu ya kushinda dhambi. Pokea nguvu ya kushinda, kusimama wakati wa majaribu. Wapendwa, majaribu hayatakosa, dhambi haitakosa. Hatuishi mbinguni na hatukai na malaika. Tunakaa duniani ambapo kuna matatizo. Tunakaa duniani, tunakutana na wanadamu, na dhambi iko na hao wanadamu. Hao ndio watakao kufanya ujaribiwe. Lakini utakapojaribiwa, tuko na mtetezi ambaye ni mtetezi Yesu Kristo, ambaye dhambi zetu zote aliziangamiza, ambaye dhambi zetu zote alizimaliza pale msalabani. Alilipa gharama. Anamwambia Yeremia, kabla hujazaliwa nalikutakasa, nalikutakasa. So wakati mwenye dhambi mmoja anapookoka, kunakuwa na furaha mbinguni. Mstari wa 3, akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende akamtafuta yule aliyepotea hadi amuone? Ni swali ambalo Yesu anauliza. So anawauliza hawa watosaushi, anawauliza Mafarisayo na waandishi wa habari. Maana hawa ndio ambao walikuwa wanakaa makanisani, wamevaa makanzu meupe, wamevaa kofia nzuri wapendwa, wamefunga mishipi. Wao walikuwa na hukumu watu kwa matendo yao. Lakini neema ya Mungu imekuja. Leo hii Mungu atatupenda. Hata kama unakubali kwenda kuzimu, watu wanakupenda.
Maana ni wewe ambao umetaka uende. Sio kama umetaka kuenda na yeye atakulazimisha usiende. Maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Mungu inafika kipindi ya kwamba tuiweke wazi, watu wakapate kuelewa. Maana huduma si watu kuanguka chini. Huduma si watu kupika nduru. Huduma ni kufafanua neno vile linavyohitajika, ni kufundisha neno linavyofaa. Huo ndio huduma. Ministry is about explaining the word. Ministry is about explaining the meaning of the word. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale ambayo tunayafuata ni yale ambayo tumeyapata ikiendelea. Na wengi wanapenda waende kwa hii. Lakini ashukuriwe Mungu. Maana Yesu anamwambia ni neno hili ambalo nawapatia litakalowasaidia. Ni neno tutakapolikula ndilo litakalotusaidia. So ni nani kwenu kondoo mmoja akipotea, mchungaji ataacha ipotee hivi? Kuna maana hii kondoo moja ndio imepotea, lakini kondoo hii ikifuatwa ikirudi inatubu, inakubali kubadilika. Lakini kuna kondoo 99 ambazo hasina haja ya kubadilika, hasina haja ya kutubu. So Yesu anasema afadhali ile kondoo moja ambayo iko tayari kuachana na maovu, ambayo iko tayari kuamini msalaba, ambayo iko tayari kuachana na hali zote, afadhali hiyo kondoo. So kuna watu ambao utakatifu wamekaa kanisani lakini hawataki kubadilika. Kuna watu wamekaa kanisani lakini hawataki kubadilisha kuamini, hawataki kubadilisha. Mstari wa 6. Elsome mstari wa 7. Nawaambia hivyo hivyo. Lakini nimeinena hata mstari wa 6. Hivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya wenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja na kutubu. Afadhali mwenye dhambi mmoja ambaye ako na haja ya kutubu na kubadilika, kuliko 99 ambao hawaoni umaana wala hawana haja ya kutubu na kubadilika. Hawana haja. Sio watanyosha tu vidole. Sisi tunatoa sadaka, sisi tunafunga, sisi tunatembelea, sisi tunafanya. Wao kazi yao ni kufanya tu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili neno liwaingie waishi kama neno. Maana mshitaki ni nani? Mshitaki ni shetani. Mshitaki si wanadamu. So inafika kipindi wanadamu ambao tumevaa vizuri, tunakaa vizuri, tumechukua kazi ya shetani tunaifanya, lakini hatutaki kubadilisha, tutaki kubadilika. So anasema afadhali mwenye dhambi mmoja kuliko wale 99 ambao hawapendi kubadilika, ambao hawapendi kubadilisha. Wokovu ni bure na si kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Twaweza kutoa sadaka vizuri, twaweza kuongea vizuri, lakini je, imani yetu iko sawa ama haiko sawa? Kuna furaha mbinguni, maana mmoja ambaye Kristo alikujia, kuna furaha mbinguni, kwa sababu huyo
inapobadilika kunakuwa na shangwe, kunakuwa na vificho upendo, kunakuwa na nderemo. Wakati tunabadilisha yani ile furaha inakuwa ni kwa sababu tumeshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapata nguvu ya kushinda shetani, wakati mtu anapata uwezo wa kushinda ngome la shetani, hiyo ndio furaha. Hiyo ndio furaha. Hiyo ndio furaha. Nikawa nasungumuza last Sunday part 1 or part 1 2 in the book of John chapter 10 verse 10, that the thief cometh but to steal, to kill, to destroy, and to lead astray. Now, I am a strong man in the house. I am a strong man. You are the strong man. You are the strong woman. You are the strong son of God. What is it in your life that the devil normally targets to take it to render you powerless, so that you may dance to his tune? What is it? When the devil attacks our brain and he captures our brain, this is our stronghold. He may touch your body, you may be sick, yes. But if you are upright upstairs, you are thinking right, you have right mind, you know what to do, you can go in the hospital, have medicine. But if your brain is rendered powerless, has been darkened, you may be in pits up. Maana mtu hawezi akaingia kwa nyumba akateka nyara yule mdhaifu akaacha mwenye nguvu. Huyo si mwizi kamili. Huyo si mwizi kamili. Right now, if we want to finish the country of Kenya, if we come to our president and we hold of him, they command him to say what they want, and he will say. But if they go and capture MCA, what is MCA? The president will order the army of Kenya, go and parade that place. Make sure all of them are down. And it will be so. Because our president is a strong man. He is the strong man of the nation. Hata wewe, your brain is a strong man in your life. Akili yako ikiwa huru, ukielewa, ukiwa na akili. That's why kitambo watu wangeingia kwa dhambi, tungepotelea kwa dhambi, maana akili ilikuwa imeshikwa. Hatukuwa tunawaza vizuri, hatukuwa tunafikiria kile kinahitajika. Lakini the moment Yesu aliingia, akaconvict our hearts, akatupatia good understanding, ametuteach how to have good moral, ametuteach how to behave in the kingdom of God. Hallelujah. Someone say glory to Jesus. When one man, a sinner, turns away, there is celebration. This means this man has coated the brain. Bwana Yesu asifiwe. Amepokea akili. Tito anatuambia samani tulikuwa hatuna akili. Timotheo Paulo anasema nalifanya samani kwa sababu ya ujinga, sikuwa najua. Kuna maisha tuliishi kwa dhambi, kuna maisha tuliishi kwa kutokufanya kile kinachohitajika kwenye ufalme. Kwa sababu gani? Dhambi ilikuwa imetutawala, hatukuwa na akili. Lakini sasa Kristo ameingia ndani mwetu, ametupa akili, tunawaza vyema, tunatembea vyema, tunafikiria vyema. Hao ni mwanamke gani aliye na shilingi 10 akipotewa na moja asiyewasha taa, akafakia nyumba na kutafuta
kwa bidii hadi aione, na kisha akiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyopotea. Mimi na wewe ndio shilingi ambayo ilikuwa imepotea mikononi mwa mwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko katika nyumba ya Kristo. Sisi tuko katika himaya ya Kristo. Wakati tunapotea, Kristo anakosa amani, anaanza kutafuta umeenda wapi, nini imefanyika. Anapokupata na ukakubali kurejea, ukaacha kile ambacho ulikuwa ukafanya, ukaaminia neno, Biblia inasema kwamba yeye anafurahia. Mungu anafurahi tukitembea kwenye mwangaza. Mungu anafurahi tukitembea kwenye upendo. Mungu anafurahi tukitembea kwenye nuru yake. Mungu anafurahia tukitembea kwenye maadili yake. Mungu anafurahia. My Father, in the name of Jesus, nasimama kwa miguu yako, tumwambie Bwana, asante maana ulikuja kunitafuta niliyekuwa nimepotea. Asante Bwana wa mabwana, uliyefanyika msaada kwangu. Asante Redeemer. Somebody mwambie tu Mungu asante.